Mwanamke hakuumbwa kwa udongo. Aliyeumbwa kwa udongo ni nani? Na ndiyo maana tunaambiwa mwanamke akikasirika tia maneno, mteweze. Yeye sio aliyeumbwa kwa udongo, yeye maneno tu yanamtosha. Atakujengea nyumba, abaya 6. Kimtengenezea vizuri anaelewa, kwa sababu yeye ni katoka kwako. Kwa hiyo yule ni katika wewe. Kwa hiyo kisikusumbue kiungo chako. Na miongoni mwa dalili zake, alama zake Allah, uwepo wake na uwezo wake, an khalaqa lakum. Anza hapo. Asili ya wanadamu ni mwanamume, na ndio maana wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Kwa nini min turab? Kwa sababu ndio asili ya mwanadamu ni mwanamume, aliumbwa kwa udongo, mzee Adamu. Mama Hawa alitoka kwenye ubavu wa kushoto wa juu kabisa wa Adamu. Yeye mwanamke hakuumbwa kwa udongo. Aliyeumbwa kwa udongo ni nani? Na ndiyo maana tunaambiwa mwanamke akikasirika tia maneno, mteweze. Yeye sio aliyeumbwa kwa udongo, yeye maneno tu yanamtosha. Atakujengea nyumba, abaya 6. Kimtengenezea vizuri anaelewa, kwa sababu yeye ni katoka kwako. Kwa hiyo yule ni katika wewe. Kwa hiyo kisikusumbue kiungo chako. Naelewa? Kisikusumbue, wewe tia maneno tu. Utamuona mwenye ananywea. Mwanamume mistari. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa asili ya mwanadamu ni mwanamume, mwanamume huyu atakuwa na a'ba adida fi wajhi al-ardh, atakuwa na majukumu mengi sana. Itafika wakati kwa uumbaji wake Mwenyezi Mungu alivyotaka, mwanadamu huyu atachoka, anahitaji maliwazo. Mungu akatoa kiungo katika mwanadamu, ndio liwe liwazo lake mwenyewe. Mwanamke akatoka hapa. Mwanamke hahitaji nguvu. Bwana Mtume Muhammad katika riwaya ya Bukhari na Muslim alisema, istausu bin nisa'i khaira. Alhamza wasini wa ta litaakidi. Wausieni wanawake kheri. Kila mmoja anafasiri kivyake hapo, lakini hizi ni za taakid, chonde chonde. Na wanasema wataalamu wa grama, hapo kuna tanazuul maanawi. Wausieni wanawake mazuri kwa utaratibu mzuri. Yaani mwanamke ausiwe mazuri kwa utaratibu. By nature mwanadamu anatakiwa ausiwe jambo zuri kwa utaratibu uliokuwa mzuri. Lakini mwanamke, ndio maana ikawekwa hamza na sini na taa, yani zaidi unavyomuelekeza mwanamume, basi mwanamke unatakiwa ndio iwe chini zaidi. Mwanamke ukitaka kugombana naye anajitia wazimu. Niliwahi kusema siku moja, hata ukigombana na mkeo, yeye mwenzio hajali, yuko tayari apigane na wewe na gaguro tupu, na mnatoka nje, na kesho anaishi hapo hapo kama kijatokea kitu. We pigana, mkia nje, kama utakaa hapo mtaa utaama, pengine mwezi utoki nje. Sababu yule mwanamke, kuna lugha nyingine, unajua mwanadamu kamili ni mwanamume. Kidude jeni. Mwanadamu kamili ni nani? Mwanamke kiasili ni kiungo kutoka kwa mwanadamu. Unaposema mwanadamu, asili yake nini? Mtoto wa Adamu. Adamu ndio mtu mwenyewe, na sisi wote watoto wake. Kitoto ndi nini? Wanadamu. Watoto wa nani?
Mwanamke kiasili ya kuzaliwa kazaliwa huku mbele. Mwanamke umechomolewa ubavu wa juu. Ndio Mtume anasema istausu bin nisa'i khayra fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, kwa sababu hakika mwanamke ameumbwa kutokana na mbavu. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'laha, na hakika mbavu iliyopinda zaidi kuliko zote ni ile mbavu ya juu, ndiyo ndogo na imepindwa, ambayo hiyo ndio imetolewa katengenezwa nani? Kwa hiyo wewe ukijiona umepinda, basi mwanamke kanyongorota. Na ndiyo maana ukisoma Qur'an, inna kaida shaitani kana dhaifa, vituko vya shetani si lolote, si chochote. Lakini ukija kwa mwanamke, inna kaida kunna, mwanamke akiamua shetani hamuwezi. Vituko vya wanawake hatari kabisa. Amka usiku unataka uswali, ushaji koki, akiamua uswali pale, akiamua hapa swaliki, jiongeze mwenyewe mbele hapa. Unaguna tu, shekhe wakata hataki ngoma, lakini akiamua mama ndani kajitahidi, atajifanya kuitoa, lakini kafanyika kwa mjomba wake huko, sitaki wale. Anatoa unga, anatoa mchele, ndio kufanyika kwa nani? Kibali katoa nani? Shehe wakata, sio wewe. Shehe wakata. Inna kaida kunna Kwa hiyo mwanamke ni kiungo chako, kisikusumbue kiungo chako. Mwanamke maneno tu, taratibu. Na mwanamke kiasili mwanamke hakuna kitu kinachomfurahisha hasa kama vitu viwili. Watu wengine mmeo hamjui, chukua hii kaanze nayo. Kitu cha kwanza, mwanamke kitaka ufaidi kwake kumsifu tu. Mwanamke anapenda kusifiwa, hata kama siku kapachika tu zile nguo azimnogei, kwanza msifie. Mke wangu, we nguo kivaa wewe, unapendeza, ila hii sio sana, umependeza, lakini ile nyingine na ile nyingine kama malaika. Basi unamtia akipika, we mke wangu ulifundishwa tumboni. We mwanamke kwa kupika we, la ilaha illa Allah. Basi wewe ukimsifu tu, Wanengereko anasema kichwa ngenda. Asa mwanamke anataka kumletea ubabe, unamweza? Wewe umeongea matatu, mwanamke kaongea 23. Lakini sasa sikiliza, mke wangu nani? Wewe niende zako. Kwanza ukitokea basi unapigwa maneno, sauti huku inatoka, huku haitoki, huku nini? Ukisikia neno kuchamba, sio ile, lakini wenyewe wanawake, mwanamume achambi, sio maana ile. Tuelewane. Yaani tunatakiwa tumchambe. Wanaume nao wanajipanga kwenda kumchamba mtu, unaweza? Wenyewe wanawake ndio wanajua kuchamba.